Bila aibu, Samia Suluhu achukua udikteta wake hadi kwenye maziko yake Edwin Mtei. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Taarifa iliyotikisa mitandao ya kijamii na majukwaa ya faragha kama WhatsApp haikuwa tangazo la serikali wala taarifa rasmi ya chama, bali ujumbe uliodai kuwepo kwa hujuma nzito zilizofanyika kimya kimya katika msiba muasisi wa Chadema kwa jina Mzee Edwin Mtei, kwa lengo la kukithoofisha chama mbele ya umma na kulipokonya nafasi yake ya kihistoria. Ujumbe huu uliweka lawama moja kwa moja kwa Freeman Mbowe aliyewahi kuwa mwenyekiti wa chama cha Chadema kwa miaka mingi, ukimtaja kama mshirika wa mfumo wa mtendaji wa ajenda ya kugeuza heshima ya msiba kuwa jukwaa la majeraha ya kisiasa ya mtu binafsi. Uzito wa tuhuma hizi hauko tu katika majina yanayotajwa, bali katika mazingira yanayozunguka tukio lenyewe. Mazishi ya Mzee Mtei hayakuwa tukio la kawaida la kifamilia, ilikuwa mkusanyiko wa historia ya kisiasa ya vyama vingi Tanzania, alama ya mapambano ya muda mrefu dhidi ya dola na chama kimoja, na kumbukumbu ya kizazi cha waanzilishi waliokubali gharama ya kusimama kinyume na mfumo uliokuwa umejikita kwa miongo kadhaa. Kuibuka kwa madai ya kuinyima Chadema nafasi yake katika tukio hilo kuligusa moja kwa moja uti wa mgongo wa uhalali wa chama hicho. Na katika ujumbe uliosambaa ulidaiwa kuwa maamuzi yaliyofanywa kwa kisingizio cha matakwa ya familia yalizuia kumbukizi rasmi za maisha ya Mtei, yakapunguza matumizi ya bendera na chama katika jeneza na kuwatenga vijana wa Chadema katika majukumu ya ulinzi na kubeba mwili. Aidha, ilielezwa kuwa muda uliotengwa kwa chama kuzungumza uliwekwa katika saa ambazo kivitendo hazikuwa na hadhira kamili, huku maandalizi ya msingi ya mazishi yakiwa bado yanaendelea, na kwa jumla taswira iliyochorwa ni ya chama kilichopunguzwa hadhi katika mazishi ya muasisi wake mwenyewe. Madai haya, hata kabla ya kuthibitishwa, yanapata uzito mkubwa kutokana na historia ya Freeman Mbowe ndani ya Chadema na nafasi yake katika siasa za upinzani. Kwa zaidi ya mwongo mmoja, Mbowe alikuwa sura ya upinzani mkali dhidi ya tawala za CCM, akiongoza chama katika vipindi vya shinikizo kali, kukamatwa kwa wanachama na kufungwa kwa mikutano ya kisiasa. Na hata hivyo, kuondoka kwake kwenye wenyekiti kulikuja baada ya mchakato ulioacha majeraha ya wazi ndani ya chama, ukiambatana na lawama, mashaka ya usaliti na hisia za kutokuaminiana. Katika historia ya siasa za Tanzania, migawanyiko ya ndani ya vyama vya upinzani imekuwa silaha isiyo rasmi ya mfumo, kuanzia NCCR Mageuzi, CUF hadi ACT Wazalendo. Katika vipindi tofauti, migogoro ya uongozi imekuwa ikifuatwa na kudhoofika kwa nguvu ya pamoja ya upinzani. Chadema, ambayo kwa muda mrefu ilionekana kuwa ngome ya mwisho ya upinzani wa kitaifa, haiko nje ya mzunguko huu wa kihistoria, na msiba wa Mtei, badala ya kuwa tukio la kuunganisha, unaonekana kama simulizi hizi kama sehemu nyingine ya mgawanyiko huo. Tuhuma kwamba Mbowe anafanya kazi na mfumo zinagusa hisia nzito katika mazingira ya kisiasa ya Tanzania. Mfumo hapa haujifichi kama eneo la kinadharia, ni mkusanyiko wa dola, vyombo vya usalama, sheria zinazotumika kisiasa na mtandao wa maslahi unaodhibiti nani anaonekana na nani anafutwa katika anga ya umma. Na katika miaka ya karibuni kumekuwa na madai mengi ya wanasiasa wa upinzani kufungwa, kukamatwa au kupewa nafasi kwa misingi ya utii au ukimya. Na hivyo shutuma hizi zinapowekwa katika muktadha wa msiba wa kitaifa, zinaongeza uzito wa hofu kwamba hata vifo vya mwanzilisha viwezi kuepuka mkono wa siasa. Kwa upande mwingine, serikali na taasisi zake zimekuwa zikisisitiza mara kwa mara kwamba zinaacha mambo ya kifamilia yaende kwa heshima bila siasa, lakini katika nchi ambayo siasa imeingia hadi katika maamuzi ya kijamii, mstari kati ya familia na historia ya taifa huwa mwembamba sana. Mzee Mtei hakuwa mali ya familia pekee, alikuwa mali ya historia ya kisiasa ya Tanzania.
na kumpokonya Chadema nafasi yake katika msiba wake unatafsiriwa na wengi kama jaribio la kufuta kumbukumbu za mchango wa chama katika ujenzi wa demokrasia ya vyama vingi. Mitandao ya kijamii imekuwa uwanja mpya wa mapambano haya, na ujumbe unaosambaa, picha za skrini na simulizi mbadala vinachukua nafasi ya vyombo vya habari vya jadi ambavyo mara nyingi huogopa kugusa masuala yanayohusisha migogoro ya ndani ya upinzani au lawama dhidi ya watu waliowahi kuwa viongozi wakuu. Na hii inajenga mazingira ambapo ukweli, nusu ukweli na propaganda vinachanganyika, lakini pia inaonyesha kiu ya umma ya kupata maelezo yasiyopitia vichujio rasmi. Kwa Chadema yenyewe, tukio hili linaathiri zaidi ya taswira. Linagusa msingi wa uhalali wake kama chama cha mabadiliko, na kama chama akiwezi kusimamia kwa umoja heshima ya muasisi wake, ujumbe unaotumwa kwa wanachama na wafuasi ni mzito na wenye kuumiza. Vijana ambao wamekuwa injini ya maandamano na kampeni wanapoonekana kutengwa hata katika mazishi ya alama yao ya kihistoria, imani yao katika uongozi huanza kuyumba. Na kwa Tanzania kwa ujumla, simulizi hili linaingia katika mjadala mpana wa mustakabali wa upinzani na nafasi yake katika mfumo wa kisiasa unaodai kufunguka. Serikali imekuwa ikizungumza kuhusu maridhiano, mageuzi ya taratibu na kurejesha imani ya wadau wa kimataifa. Lakini matukio kama haya, hata yakibaki katika ngazi ya madai, yanapochukua mizizi katika fikra za wananchi, basi yanaharibu taswira hiyo kwa kasi kubwa kuliko hotuba ya kisera. Historia inaonyesha kuwa pale ambapo kumbukumbu za pamoja zinapotekwa, jamii hupoteza dira. Msiba wa Mtei ungeweza kuwa wakati wa kutafakari safari ya vyama vingi, gharama zilizolipwa na wajibu wa kizazi cha sasa, na badala yake imegeuzwa uwanja wa tuhuma, onyo na vita vya uhalali. Hili si tatizo la mtu mmoja wala chama kimoja pekee, bali ni dalili ya mfumo ambao umefanikiwa kuingiza mgawanyiko hadi katika matukio yanayopaswa kuwa ya heshima na umoja. Mwisho wa simulizi hili unabeba tahadhari nzito kwa mustakabali wa Tanzania, hata mazishi ya muasisi wa demokrasia yanaweza kutumiwa kama chombo cha kudhibiti simulizi na kudhoofisha taasisi, basi ukimya wa sasa unaandaa mazingira ya historia inayofutwa taratibu. Hofu, fitina na kutochukua hatua vilindi amani vinajenga msingi wa kizazi kitakachorithi nchi isiyo na kumbukumbu sahihi ya mapambano yake. Tanzania inapokaribia vipindi vingine vya maamuzi ya kisiasa, namna inavyoheshimu waliopigania uhuru na mawazo itaamua kama demokrasia itaendelea kuishi au itabaki kuwa neno tupu linalotajwa kwenye vitabu vya zamani. Ni hayo niliyokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, chaneli ni yako ambayo inakuletea taarifa hizi moja kwa moja. Hadi wakati mwingine, na kusihi subscribe.